Unaweza ukaenda Toyota Harrier kwa siku moja tu ambao utaamua kutumia shilingi 500 yako vizuri. Nimeupokea kwa furaha kubwa zaidi. 7 Fruit ndio mchezo wangu mama naupenda kucheza sana. pmb.co.tz ili uweze kuingia kwenye kinyang'anyiro na kwenye familia ya washindi. Naam, mtazamaji wa PMTV Tanzania, tupo tayari hapa kwenye kanisa la Mtakatifu Bartholomayo ambapo ndipo ibada ya kuaga mwili wa mpendwa wetu Charles Hilary, mkongwe katika tasnia ya habari, unafanyika hapa. Sasa tupo na mzee Chilo ambaye tunajua ni maarufu katika tasnia na ni nguli wa muda mrefu. Amefika hapa naye kwa ajili ya kuhudhuria ibada hii ya kuaga mwili wa mpendwa wetu Charles Hilary. Mzee Chilo, heshima yako sana. Nashukuru sana. Naam, tupo hapa na tumeona umefika mapema kabisa. Unamzungumziaje Charles Hilary? Kwako una uhusiano gani naye, lakini kumbukumbu gani ambazo mnazo pamoja paka safari hii ambayo leo umekuja kumwaga hapa? Charles Hilary nathubutu kusema kwamba ni rafiki yangu. Naam. Kwa sababu ni watu wachache ambao niliweza kuwafahamu. Ndio. Nilipokuja Dar es Salaam mwaka 65. Naam. Kwa mara ya kwanza. Ndio. Na ni mtu ambaye kila tukikutana ndio lazima nitatabasamu. Naam. Lazima atasema kitu ambacho kitanifurahisha. Naam. Kwa hiyo napenda sana kuonana naye yeye. Popote nikisikia yupo huwa nakwenda kumuona. Ndio. Na yeye pia anajua kuna maneno anayosema yanaweza kunichekesha. Naam. Ndio bwana. Naam, katika kumbukumbu amefanya kazi hii kwa takriban miaka 40 kwenye tasnia ya habari. Amehamasisha vijana wengi. Lakini wewe pia ni moja kati ya watu ambao mmedumu katika tasnia muda mrefu. Unadhani kumbukumbu zipi ambazo tunatakiwa kumwenzi Charles Hilary kuhakikisha kwamba mchango aliotoa kwenye habari unaendelea kuishi na hata vizazi vijavyo vinawakumbuka watu kama hawa waliodumu kwenye tasnia muda mrefu, lakini waliotoa huduma zao katika tasnia iliyoleta matunda makubwa katika taifa? Ni namna gani tunatakiwa kumwenzi sasa Charles Hilary ili vizazi vimkumbuke zaidi? Njia ya kumwenzi ni kufanya yale ambayo alikuwa anayapenda. Na yeye alikuwa anapenda kumheshimu kila mtu. Na alikuwa anapenda kumix na kila mtu. Unaona? Na alikuwa ni mchangamfu. Na ni mtu ambaye anafanya upate tabasamu usoni kwako. Sasa tuyaige hayo. Tusiwe tunanuna. Kweli tuna matatizo sangine majumbani, lakini haina maana tuelete mpaka barabarani. Hawa hatuna maana ya kumdharau mtu kwa sababu humjui, hapana. Yeye hakuwa mtu wa namna hiyo kabisa. Yeye alikuwa ni approachable, ni mtu ambaye unaweza kumkabili na akazungumza na wewe, na mkiendelea kuzoeana atakuchekesha. Ndio bwana. Basi kwa kusema hivyo tunaweza tukaendelea kwanza ndani tuone ratiba nyingine zinaendaje, na tunashukuru sana na karibu tena. Asanteni sana. Kwa upande wa waandishi wa habari wa zamani na wa sasa, kuna kitu gani ambacho wanatakiwa kujifunza kutoka kwa marehemu Charles Hilary? Sitaki kuwa hakimu sana, lakini kuna wengine ambao wameingia katika tasnia hii bila kuwa na ujuzi. Na wanachukulia vingine tofauti alivyokuwa anachukulia marehemu. Marehemu kweli alikuwa anaingia kwenye hiyo kazi, lakini alikuwa hajikwazi. Wao anaacha watu wamkwaze. Yeye alikuwa hajikwazi. Na anafanya kwa kuipenda, na anaifanya wakati wote. Ndio maana ameweza kwenda juu. Kwa hiyo wengine ambao wanataka kumwenzi, tufuate nyayo hizo. Tuwe na nidhamu, tupende kazi zetu, tuheshimu kila mtu, tusimdharau mtu yote. Tuwe pamoja na watu ambao wametuzunguka. Okay, mzee Chilo, mimi najua umebobea kwenye vitu vingi sana. Mfano movie ya Jumba la Dhahabu, igizo lile lilikuwa trend sana, naona ulikuwa umeshika ile filamu kweli. Labda kuna namna ambavyo marehemu Charles Hilary alishaku kusifia kwa namna anavyoigiza, hata wewe movie zako tume. Charles Hilary alikuwa akinisifia kila anaponiona tabasamu, alafu lazima ataleta jambo ambalo litakufurahisha na wewe mwenyewe utacheka. Amewahi kunisifia mara nyingi sana na namshukuru kwa hilo. Anasema umefanya vizuri, anakumbuka baadhi ya parts zile za kuonyesha kweli mimi nilikuwa jambazi, mimi nilikuwa na dekeza watoto wangu na kadhalika. Ni vile vitu ambavyo nimeweza kufanya kwenye hiyo movie. Asante sana. Asante.